na wajibu wa kulinda amani. Na pia na wananchi pia tuna wajibu wa kulinda amani pia. Kwa hiyo isionekane kwamba ukiwa mwanaharakati unataka watu wa vurugu zitokee, watu wapigane, damu imwagike. Kwa sababu damu ikimwagika, mimi kama mtetezi wa haki za binadamu, haki ya kwanza mimi nayoiamini ni haki ya kuishi. Kwa hiyo akifa mtu mimi sifurahi, naumia sana kwa sababu huyo mtu hataweza kufurahia haki zingine kwa sababu amefariki. Kwa hiyo la mwisho nitaka nifafanue, ndugu John pale ameuliza kuhusu majaji. Labda nitoe tu uteuzi wa majaji ukoje kwa mujibu wa katiba. Majaji wanateuliwa na rais kama alivyosema wakili mwenzangu, yuko sahihi kabisa, lakini nataka tu kuongezea pia kuna tume ya utumishi wa mahakama ambao kuna procedure za kupendekeza mpaka aweze kuteuliwa. Lakini tume hiyo inapatikana vipi ya uteuzi ya mahakama na yenyewe ni issue. Kwa hiyo hiyo tume inayofanya huo uteuzi na yenyewe ni issue. Composition yao ni issue. Kwa hiyo tukisemaga jamani katiba mpya tuna maana vitu kama hivi ili uweze kuweka hivi vyombo viwe huru kweli, viweze kuteua watu huru, hata vinampelekea rais majina ambayo yako huru, ambayo hawana interest yoyote. Kwa hiyo naomba tuishie hapo. Lakini sifa za jaji ni mtu ambaye ana degree ya sheria, ana uzoefu wa kazi ya sheria miaka 10 au hivyo, lakini anaweza kuwa wakili, sio lazima awe wakili wa serikali. Anaweza kuwa hata Jebora anaweza kateuliwa ujaji. Kwa hiyo anaweza madam ameunga mkono juhudi. Kwa hiyo anaweza kuwa wakili wa kujitegemea, wakili wa serikali, hakimu au mtu anayefahamu sheria, ana degree ya sheria. Kwa hiyo hizo ndo sifa za kuwa jaji. Kwa hiyo naomba tuishie hapo. Wananchi tunawaomba sana mtufuatilie kupitia vyombo vya habari kwenye hii kesi, tuifuatilie. Naomba hii ni public interest case. Najua kila mtu ana interest. Kwa hiyo tufuatilie, na tukienda mfuatilie kurasa zetu za Haki TV na vyombo vya habari vyote vilivyoko hapa. Jambo TV, kina Touch, kina Joel, kina wengine, kina Nipashe TV na Chanzo. Fuatilieni page zao, tutakuwa tunawapa taarifa ya lini kesi inakuja. Kwa hiyo ikija kesi, naomba wananchi wa Tabora twende kwa wingi. Tukasikilize kwa sababu mna interest, ni kitu ambacho tuna maslahi nacho. Asanteni sana. Mwisho wa tamko letu. Kabla hatujaanza, napenda kuwatambulisha walioko kulia kwangu na kushoto kwangu. Tuna kushoto ni Dr. Wilbrod Slaa, namfahamu, mwanasiasa mkongwe, lakini kwa leo amesimama kama mwananchi wa kawaida kabisa akiwakilisha wananchi kwenye hili tamko ambalo tutakwenda kulisoma. Lakini pia tuna wakili msomi Jebra Kambole kutoka Tanganyika Law Society, ambaye ndio wakili wetu kwenye hili swala ambalo tunaenda kulisema sasa hivi. Na mimi naitwa Anna Henga, ni mkurugenzi mtendaji wa Elecho Rasmi Nifahamu. Nakwenda kuelezea kilichotuleta hapa. Kwanza kabisa mtakumbuka kwamba waziri wa mambo ya ndani siku za nyuma hapo, wiki 2 zilizopita, alitoa agizo kwamba hakuna mikutano ya kisiasa kufanyika. Na sisi ile tukaiona ni uvujifu wa haki za binadamu, kwa sababu watu kukusanyika ni haki za binadamu kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mujibu wa mkataba wa kimataifa wa haki za binadamu na watu unaitwa ICCPR, lakini kwa mujibu pia wa mkataba wa Afrika wa demokrasia. Kwa hiyo sheria zote za ndani na za nje zinaruhusu watu kukusanyika na kuongea mambo yao. Kwa hiyo tukamtaka waziri abatilishe usemi wake, aombe radhi kwa wananchi na aruhusu mikutano. La sivyo tungesema tutampeleka mahakamani. Kwa hiyo tunapenda kutoa mrejesho kwamba tumeshampeleka mahakamani waziri wa mambo ya ndani. Na kesi ni kesi namba 18130 ya mwaka 2026 ambayo inaitwa jina lake in the matter of the Constitution of the Republic of Tanzania of 1977 as amended, and in the matter of Basic Rights and Duties Enforcement Act, and in the matter of Basic Rights and Duties Enforcement Act Practice and Procedure Rules of 2014, in the matter of application challenge of constitutionality of the statement made by the Minister for Home Affairs in the National Assembly on 26 June for purporting to suspend political meetings and the rallies of political parties. Ni maneno mengi sana lakini ya kisheria, ila hiyo inaonyesha tu kwamba tumetumia sheria hizo, sheria ya kutetea haki za binadamu kwa mujibu wa katiba
na hiyo sheria ya mwenendo. Lakini ni kati ya hii kesi ni kati ya Tanganyika Law Society mdai namba 1, Legal and Human Rights Center mdai namba 2, Dr. Wilbrod Slaa mdai namba 3. Kwa hiyo Tanganyika Law Society ni wanasheria kama mnawafahamu wa Tanganyika au wa Tanzania bara, ni chama ambacho wengi ni wanachama wake. Legal and Human Rights Center mnajua ni utetezi wa haki za binadamu, lakini Dr. Wilbrod Slaa ni mwananchi wa kawaida kwenye kesi hii. Tumemshtaki Patrobas Katambi ambaye ni mdaiwa namba 1. Tumemshtaki waziri wa mambo ya ndani kwa nafasi yake kama waziri. Kwa hiyo tumemshtaki kama yeye binafsi na tumemshtaki kama ofisi yake, ili siku akihamishwa wizara akabaki waziri mwingine, huyo tunaenda naye na yeye anaendelea na kesi hata akihama wizara. Lakini pia tumemshtaki Inspector General wa polisi, Inspector General wa polisi, na tumemshtaki pia mwanasheria mkuu wa serikali, tumemshtaki registered trustees wa chama, tumemshtaki CCM lakini wameondoka kwenye pleading ya mwisho, na tumeshtaki vyama vingine viwili vya siasa. Tumewaweka kama na wenyewe washtakiwa kwenye hili shauri. Kwa hiyo leo tunatoa hii feedback na nitamkaribisha kwanza mwananchi kabla tuingie mambo ya kisheria, nini tunashtaki, nini tunadai, nini hasa kwenye hizo pleading zetu, iko kwa jaji nani na lini itakuja kwa ajili ya kwa process zingine kutajwa pamoja na kusikilizwa. Nimkaribishe mwananchi Dr. Wilbrod Slaa kwa ajili ya kuelezea nini kilimkera hasa mpaka kaamua kuungana na sisi kwenye shauri hili. Karibu. Kama nilivyotambulishwa, jina langu ni Dr. Wilbrod Slaa au Slaa, lakini najua wengi hamwezi kulitamka, kwa hiyo natamka kama Wabantu mnavyolitamka Slaa. Mimi ni mwananchi wa kawaida kwa sasa. Hiyo historia ya nyuma yote nadhani mnazijua, lakini kwa sasa ni raia, na labda niseme ni mwanaharakati, pamoja na kwamba jina harakati kwa Tanzania sasa imeshachafuliwa kwa kuitwa magaidi. Lakini mimi sina aibu kusema mimi ni mwanaharakati, ndio maana nimejitokeza hapa, kwa sababu wanaharakati duniani kote sio kinyume na sheria, na Tanzania tuna sheria ya ugaidi ambayo ilitungwa nikiwa bungeni na ninaifahamu vizuri. Hakuna kipengele chochote kinachozungumzia mwanaharakati kuwa gaidi. Kwa hiyo sioni aibu wala msiogope kama mna swali juu ya hilo. Lakini nimekuja kwa nini? Nimejiunga na hoja hii kwa sababu mbili kubwa. Sababu ya kwanza, nazidi kuumia katika umri wangu wa utu uzima. Mimi sasa ni mtu mzima, na kwa kuwa nimekuwa mwanasiasa mkongwe mwenye umri mkubwa, nadhani niko kati ya wazee wachache ambao bado wako active kwenye siasa. Sasa ninaumia ninapoona nchi yangu inaendelea kwenda, taifa langu na vijana wangu na wajukuu zangu, naogopa watakuja kufukua kaburi langu, kuangalia kichwa changu, kama na mimi ambaye nimekaa kwenye siasa kwa zaidi ya miaka 30 nimeshindwa kusaidia taifa hili. Kwa sababu kazi ya kusaidia taifa si la mkuu wa nchi peke yake, si ya kiongozi yoyote, sio ya vyama, ni ya sisi wa Tanzania wote. Taifa ni letu wote, hakuna mwenye taifa. Taifa halimilikiwi na mtu, taifa ni letu sisi sote. Sasa kwa bahati mbaya, mimi ni kati ya watu wachache sana tuliobaki. Nimefanya kazi ndani ya TANU zamani zile. Mwaka 73 mimi nimekuwa kiongozi wa tawi wa TANU. Mwaka 73 na nimeendelea nafikiri mpaka 79 hivi. Mimi nimefanya kazi hata baada ya kutoka pale nimeendelea kufanya kazi kwenye vyama mbalimbali vya siasa, mpaka hata kwenye serikalini pia nimefanya kazi, lakini nimekuwa katibu mkuu wa baraza la maaskofu. Kwa hiyo nimepitia experiences mbalimbali na ninajua nchi inavyokwenda hatua gani. Sasa kwa tamko lile ambalo linakwenda kinyume na katiba ya nchi, tamko lile ambalo limeenda kinyume na sheria, kunyimwa haki za
kuzungumza, haki ambayo hatukupewa na mtu, tumepewa na katiba yetu. Hao walioiondoa wala sio waliotupa hiyo katiba. Katiba hiyo tumepewa na wazee wetu waliotutangulia. Sasa badala ya kuboresha, badala ya kwenda mbele, wanaendelea kuondoa zile haki ambazo sisi tumeshazipata. Kwa hiyo nikaona kwamba tukiendelea kukaa kimya, sisi wazee tukikaa kimya, nchi hii itatumbukia shimoni. Hiyo ndio sababu ya kwanza kabisa ya mimi kuingia. Lakini ya pili, nikaona kwamba hata kipindi kile cha tano, tulikuwa democratic zaidi kuliko leo. Mimi nakumbuka wakati ule nikiwa katibu mtendaji wa tawi, halmashauri kuu ya CCM ilikuwa inatuletea nyaraka. Tunajadili kwenye mikutano ya wananchi juu ya sera zote zile mnazosikia, sera ya kilimo, sera ya elimu, tulijadili kama wananchi kwenye ngazi ile ya chini. Sasa kama leo tunanyimwa kwenda kwa wananchi, hao wananchi wanapata wapi sasa faida na manufaa ya kwenda kujadili mambo ya kitaifa? Lakini la pili ni hii sura ambayo sasa tulishatoka kwenye chama kimoja. Na bahati nzuri nilikuwepo. Kwa wale ambao wanapenda kusoma, nendeni kwenye kitabu cha Pius Msekwa alipokuwa spika wa bunge, mimi na John Cheyo, mimi nikiwa Chadema, John Cheyo akiwa Democratic, wote wawili tuliandika kila moja chapter kwenye kitabu kile ambacho kiko bungeni. Mkihitaji mnaweza kwenda pale, the situation of democracy in our country. Tukalinganisha kabla ya multipartyism hii ambayo imerudishwa baada ya kurudi mwaka 92, na tukailinganisha na hali iliyokuwepo kabla. Tumeandika kitabu, iko kwenye kitabu hicho. Sasa kama wakati ule tukasema hali imekuwa bora, leo nikitazama katika serikali ya awamu ya tano, kuanzia awamu ya Magufuli kuja kwa awamu ya kwanza ya Mama Samia kuja na awamu ya pili ya Samia, tunakwenda kwenye tope nene ambalo ni ile ambayo kama ni ng'ombe akikwama huna namna ya kumkwamua kwa sababu inatetea. Kwa ndio sababu kubwa mimi niliona niungane na wataalamu ndugu zangu kwa niaba ya wananchi niseme hapana, haki tuliyopata kikatiba badala ya kuiboresha alafu tunaziondoa, hiyo sio sawa. Na hiyo haikubaliki. Ndio maana nikasema na mimi nitakuwa tayari kwenda na wenzangu tukapeleke mahakamani, kwa sababu kwa mujibu wa katiba yetu, vipengele wataongea wao mkihitaji, lakini kwa mujibu wa katiba yetu mahali pekee pa kupata haki katika nchi ni mahakamani. Kwa hiyo tunategemea majaji wetu watasikiliza, wataelewa uzito wa hiki tunachotaka kukiongea, na wao pia kama hawaathiriki leo, watoto wao na wajukuu zao ndio watakaoenda kuathirika. Kwa mtu asifikiri mimi leo nimejiokoa, lakini kesho na kesho kutwa mtoto wako hatakuwa jaji, atakuwa raia wa kawaida au atakuwa ofisa mahali fulani, lakini ataathirika kama leo taifa hili linavyoathirika. Kwa mimi kwa kifupi, kama mtakuwa na maswali nitaongezea hapo mbele ya safari, lakini kwa kifupi hiyo ndio sababu kubwa ambazo zimenifanya mimi nijiunge na ndugu zangu katika hatua hii ya kupeleka mahakamani tupate maelekezo mazuri kutoka chombo cha utoa haki. Hii sura ambayo tunanyimwa haki zetu, hata kwenda kwenye mkutano wa hadhara. Kwenye mkutano wa hadhara tunaelimisha. Kwenye mkutano wa hadhara ndiko tunakopata wanachama. Kwenye mkutano wa hadhara kuna kero nyingi ambazo zinatatuliwa. Sasa ukiondoa hiyo, wanabaki wale tu, tena inaondolewa kwetu tu wa upinzani. Haki hizi zimekadiri ya utendaji, wale wengine wanaendelea na kazi yao kama kawaida. Sababu zozote alizosema waziri, kama ni sababu za ulinzi na usalama, michezo imeendelea kama kawaida. Mmeona mashindano makubwa ya kitaifa yanaendelea kila siku. Timu zetu za mpira ziko pale. Kama ni ugaidi, ugaidi uko kwenye siasa tu. Au uko pia kila mahali, bomu ikitupwa, wote wananchi, wewe ni mchezo wewe nini, inaumia. Lakini kwa nini iwe kwenye siasa tu? Kwa hiyo mimi nadhani sababu zangu za msingi ni hizo. Kama mtakuwa na maswali niko tayari kufafanua kwa kina zaidi. Asante sana. Na waandishi wa habari wa kujitokeza, na nimshukuru Dr. Wilbrod Slaa pamoja na Dr. Anna Enga kwa kile ambacho tayari wamezungumza. Mimi ni miongoni mwa mawakili. Tuko mawakili wengi sana ambao kwenye shauri hili. Yupo
senior counsel Mpale Mpoki, yupo Doris Kafuku, yupo Edson Kilatu, yupo, ni wengi sana. Kwa hiyo sio wakili mmoja, tuko mawakili wengi zaidi kwenye hili shauri, kwa sababu ni shauri ambalo linahusu maslahi ya watu. Na shauri hili la kikatiba tumelifungua kwenye registry ya Tabora kwa sababu tunataka tuwape fursa majaji wote waweze kupata fursa ya kuirekebisha taifa letu. Ndio maana tunajaribu kutoa fursa kwenye kila maeneo ya nchi hii kuhakikisha kwamba kesi za kikatiba zinafika, ili mwisho wa siku wapate fursa ya kuirekebisha nchi yao pale ambapo wanaona tunaenda ndivyo sivyo. Sasa shauri la kikatiba ni ambalo linahusiana na tamko ambalo lilitolewa na waziri wa mambo ya ndani, na kama alivyosema kwamba ameshtakiwa yeye binafsi, lakini pia imeshtakiwa ofisi kama ofisi. Na sisi tunaamini kwamba ukiwa bungeni hauna kinga ya kudumu. Huwezi kuwa bungeni na ukawa unazungumza vile ambavyo unataka. Kwa hiyo huwezi kwamba ukiwa bungeni ukaamua kuvunja katiba basi watu wakakutizama tu. Ni hizi hatua ambazo zimechukuliwa. Nafahamu kwamba tamko lile kwa kadri ambavyo lilitolewa limesitisha mambo mengi sana kwenye vyama vya siasa na kwa raia wa kawaida. Kwa hiyo sisi tunawashukuru watu kama Dr. Wilbrod Slaa, lakini pia mashirika ya haki za binadamu kama Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu na Tanganyika Law Society kuja mbele kujaribu kutetea haki za wananchi. Washtakiwa kwenye shauri hilo wengi wameshatajwa, lakini pia na vyama vya siasa, lakini sasa tumelenga vyama vya siasa vya upinzani kwa sababu tunaona wao ni waathirika wakubwa. Chama cha ACT Wazalendo pamoja na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ili wao na wenyewe waweze kusema kwamba je, wanaunga mkono hii kauli au hawaungi mkono hii kauli. Lakini vyama vingine, chama cha CCM tumekiacha kwa sababu tumeona wao wanaunga mkono na wamejitokeza mbele na wamesifia hilo tamko. Kwa hiyo tunaona kwamba hakuna haja ya wao kuja kuzungumza chochote kwa sababu msimamo wao unajulikana. Na ndio maana tukaweka vyama vingine vya upinzani. Shauri hili mahakamani linahusu nini au linaomba nini mahakamani? Tumeomba kwanza kutamka kwamba tamko lile linakiuka haki kadhaa za binadamu. Tamko lile linakiuka haki kadhaa za binadamu. Sheria za kimataifa na sheria za ndani. Ni haki zipi ambazo tunasema ile tamko linakiuka? Kwanza kabisa tumesema kwamba linakiuka haki ya usawa mbele ya sheria ambayo imeainishwa katika ibara ya 12 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inasema watu wote ni huru na watu wote ni sawa mbele ya sheria. Sasa tunasema mbona tamko hili haliweki watu usawa mbele ya sheria? Mashirika haki za binadamu yapo, yakae kimya? Hapana, lazima jitokeze, yapaze sauti. Lakini pia Katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati inatungwa mwaka 1977 walisema kwamba tutatengeneza taifa ambalo ni huru linaloheshimu haki za binadamu. Sasa tunasema hili taifa ambalo wazee wetu waliliona miaka hiyo, mbona sio huru tena? Ndio maana tukasema kwamba tamko lile linakiuka ibara ya 13 ibara ndogo ya kwanza ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na ibara ya 13 ibara ndogo ya pili ambayo inasema hatupaswi kuwa na taifa ambalo ni la kibaguzi, linabagua watu wa aina fulani, linabagua jamii ya aina fulani na wengine hawabaguliwi. Kwa hiyo huwezi ukazuia siasa huku ukisema kwamba viongozi wa kiserikali wao waendelee kufanya mikutano, lakini viongozi wa vyama vingine vya upinzani wasifanye. Kwa hiyo sio kwamba ubaguzi ni ule tu wa moja kwa moja kwamba kwa sababu vyama vyote vimezuiliwa basi hakuna ubaguzi. Kuna vyama ambavyo vyenyewe havihitaji kuzungumza na wananchi. Kwa hiyo unatoa tamko ambalo matokeo yake yanavibagua vyama ambavyo vinahitaji kufanya mikutano na vyama vya siasa. Lakini pia tukasema kwamba ibara 29 ibara ndogo ya kwanza ya katiba inasema kwamba watu wana haki ya kuenjoy kuburudika na haki zilizomo kwenye katiba. Yani una haki ya kuenjoy haki za binadamu. Sasa unapozikiuka zinakuwa zimekiuka na zenyewe. Kwa hiyo tukasema hapana, hili tamko linakiuka haki za binadamu, haki ya kupata nafuu kwenye haki za kibinadamu. Lakini ibara ya 18 ambayo ni ibara mama kuhusu uhuru wa kujieleza, kwa sababu mikutano ya vyama vya siasa ni sehemu ya uhuru wa kujieleza. Kwa watu ukizuia watu wasijieleze, ina maana unakuwa umekiuka ibara ya 18. Ibara ya 20 ibara ndogo ya kwanza inatoa haki ya kuandamana, haki ya mikutano ya vyama vya siasa. Kwa hiyo chama chochote ambacho kina usajili wa kudumu kina haki ya kufanya mikutano ya vyama vya siasa. Kwa hiyo huwezi kutoa tamko ambalo linakiuka haki ya kufanya mikutano ya vyama vya siasa au haki ya kukutana. Ibara ya 21 ibara ndogo ya kwanza na ya pili ya katiba inasema kila raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anayo haki ya kushiriki kwenye mambo yanayohusu taifa lake. Unashiriki vipi?
unashiriki aidha kwa kushiriki kwenye mikutano au kwa kusikiliza hoja ambazo zinatokana na mikutano. Lakini pia ibara ya 26 ibara ndogo ya kwanza inatoa haki ya wajibu wa kuheshimu sheria za nchi. Kwa kama unatoa tamko ambalo haliheshimu sheria za nchi, unakuwa umekiuka ibara ya 26 ibara ndogo ya kwanza. Lakini ibara ya 26 ibara ndogo ya pili inatoa wajibu ambao mimi nawapongeza Kituo cha Sheria na Haki za Binadamu, nawapongeza Tanganyika Law Society, nampongeza Dr. Wilbrod Slaa kwa sababu wametimiza wajibu wa kikatiba wa kuchukua hatua za kisheria za kulinda katiba. Kwa hiyo njia ya kistaarabu ya kupambana na uvunjifu wa haki za binadamu ni kwenda mahakamani, ni njia mojawapo. Kwa hiyo wakichukua hatua hii inakuwa ni jambo la msingi. Sasa kwa nini tunafikiri tamko lile linakiuka haki za binadamu? Sababu mojawapo ni kwamba waziri wa mambo ya ndani aidha yeye binafsi au yeye kwa cheo chake hana mamlaka ya kuzuia mikutano ya vyama vya kisiasa. Hata polisi wenyewe ambao wamepewa mamlaka ya kuweza kuzuia mikutano ya vyama vya kisiasa wanazuia pale ambapo wamepewa taarifa. Hakuna zuio ambayo inaweza katolewa Tanzania nzima. Labda utuambie kwamba kwenye nchi iko kwenye hatari. Lakini kama ipo kwenye hatari, hatua zinajulikana za kufanya mkutano, ambapo hatua ya kwanza yule ambaye anataka kufanya mkutano anatoa taarifa. Kwa hiyo huwezi ukazuia mikutano kabla taarifa haijaja. Hata jeshi la polisi haiwezi kufanya hivyo. Kwa hiyo mtu akitoa taarifa ya mkutano, siku fulani nitakuwa na mkutano sehemu fulani, anaendelea na maandalizi yake ya mkutano mpaka pale ambapo atapewa taarifa, usiendelee na mkutano huu kwa sababu hizi. Sasa barua bado hazijaja, unazuiaje? Subiri zije. Lakini bado mwisho wa siku tunamwona kwamba waziri ana mgongano wa kimaslahi, kwa sababu hao watu wakitoa taarifa ya mkutano wakazuiliwa, sheria inaelekeza wakati rufaa kwa waziri. Wataenda wapi sasa kama waziri mwenyewe kashazuia? Kwa hiyo ni mambo ambayo tunaona yanakiuka sheria za nchi. Hauwezi kuwa na waziri ambaye anaweza akatoa amri haramu alafu jeshi la polisi likawa linatekeleza hiyo amri haramu, alafu wananchi wakakaa kimya. Lazima wachukue hatua. Kwa hiyo hizo ni miongoni mwa sababu ambazo tunaona hana mamlaka ya kisheria. Lakini pia tamko hili ni la kibaguzi. Lakini pia tamko hili halina sababu za msingi zinazoeleweka. Lakini pia tamko hili sio tamko muhimu kwenye nchi ya kidemokrasia. Wanasema necessary in a democratic society. Sio tamko la muhimu katika nchi ya kidemokrasia. Ndio maana tunaona kwamba watu wanaamua kuchukua hatua za kwenda mahakamani ili kuona, je, katika nchi ya kidemokrasia ni sahihi kuzuia mikutano ya vyama vya siasa kwa mtindo huu? Kwa hiyo sio kwamba tu sheria imruhusu, hana sababu pia ya msingi. Kama Dr. Slaa alivyosema, kama sababu ni za kiusalama, huwezi ukazuia mikutano, usalama ukawa tu hatari kwenye vyama vya kisiasa. Lakini paredi la Yanga likaa sawa, paredi la Simba likaa sawa, ikawa sawa, mikutano ya Injili ikawa sawa, Kariakoo watu wajae tu hivi, hamna shida. Saba ikawa sawa. Lakini mkutano wa kisiasa tu ndio ubaguzi unapoanza kuonekana. Na ndio maana usije ukafikiri kwamba umetoa tamko ukasema vyama vyote basi ubaguzi hamna. Ubaguzi upo aina mbili. Ubaguzi wa moja kwa moja, lakini ubaguzi ambao sio wa moja kwa moja, ambao unaweza kutoa tamko ambalo linaonekana kama vile la usawa, lakini matokeo yake ni ya kibaguzi. Ili tamko unaonekana kama vyama vyote, lakini linaathiri zaidi vyama vya upinzani ambavyo vilikuwa vinafanya mikutano, ndio ambavyo vimezuiliwa. Kwa hiyo sisi tunafikiri ni jambo muhimu sana watu kwenda mahakamani, kuchukua hatua za kwenda mahakamani, kwa sababu mikutano ya vyama vya siasa ni mikutano ambapo wananchi at least wanapata imani na taifa lao. Lakini sio hilo tu, hata Jumuiya ya Madola imeitaka serikali hakikisha kwamba mikutano ya vyama vya siasa inarudi, ili mwisho wa siku watu waweze kupata sera mbadala. Kwa sababu watu wapati sera mbadala, hawazipati bungeni, hawazipati sehemu yoyote, watapata wapi? Kwa hiyo mimi nafikiri hicho ambacho kimeenda mahakamani kimeshafikishwa mahakamani, na shauri hili tunasubiri tu tarehe ni lini litaanza kusikizwa mahakamani, lakini ni shauri ambalo tayari limeshapangwa kwa majaji. Na majaji kikatiba, majaji watatu wanasikiliza. Na shauri hili liko kwa Mheshimiwa majaji watatu. Mheshimiwa Jaji Isaya Alfani ndio jaji wa kwanza, lakini pia Mheshimiwa Jaji Irvin Mugeta ni miongoni mwa majaji, lakini pia Mheshimiwa Martha Mpaze
ni miongoni mwa majaji ambao wanatakiwa wasikilize shauri hili la kikatiba, na kimsingi tunategemea kwamba likianza kusikilizwa wananchi watatuunga mkono, vyombo vya habari vitatuunga mkono, kwa sababu shauri hili sio la mtu binafsi, ni shauri la kikatiba, ni shauri ambalo linaonyesha kwamba wananchi kwa namna gani wanakerekwa na matamko ya viongozi ya kisiasa, ambao matamko hayo yanaathiri haki zao za msingi. Kwa hiyo haki hapa tunazozizungumzia sio haki za vyama vya siasa tu, ni haki pia za raia wa kawaida kupata taarifa kutoka kwa viongozi wa kisiasa na viongozi wa aina yote hii. Mimi niwashukuru sana. Kama kuna maswali, tupo tayari kuyapokea. Sababu kauli na sababu ambazo zinatolewa, ambapo swali linauliza kwamba kumekuwa na sababu kwamba mikutano ya vyama vya siasa ina kauli ambazo zinahamasisha wananchi, si ndio hivyo, au zinawachochea wananchi kimsingi, au zinahamasisha maandamano. Tunataka tuelewe kwamba taifa letu ni taifa huru na ni nchi ya kidemokrasia, na kama ni nchi ya kidemokrasia tuna wajibu kuhakikisha kwamba tunaruhusu mikutano ya vyama vya kisiasa ili watu waweze kueleza sera zao na kuzungumza juu ya vyama vyao. Bahati mbaya ni kwamba hata waziri mwenyewe wakati anazungumza hajataja hizo kauli, hajasema ni kauli ipi, ni ya nani, imechochea kivipi. Kwa hiyo ni vigumu sana kuzungumzia vitu ambavyo viko hewani, viko specific. Ni muhimu sana kama kuna sababu za msingi zikaainishwa. Kwa hiyo ukisema kwamba kuna kauli tu hivi inakuwa ni tamko la jumla ambalo aliko specific. Kwa hiyo ni ngumu sana kusema kauli fulani au kauli fulani. Lakini wananchi kuzungumza kuhusu maandamano halijawahi kuwa kosa la jinai. Wananchi kuzungumzia kuhusu haki zao halijawahi kuwa kosa la jinai. Na ndio maana nikasema utaratibu wa maandamano, utaratibu wa mikutano upo. Subiri watu waombe, afu utaeleza sababu kwa nini unazuia. Sio unazuia kabla, na huwezi kuwa na zuio la taifa zima. Blanket zuio ambao ni la kukava kote, haiwezekani. Yaani hakuwezi kuwa kuna hatari Mtwara lakini pia kuna hatari Bukoba. Hakuwezi kuwa kuna hatari Masasi lakini pia kuna hatari Tanga. Kwa hiyo unapoamua kuzuia haki za binadamu lazima kuwe kuna sababu, lakini zuio lako wewe liendane na hatari iliyopo. Kwa hiyo kama unafikiri kuna hatari Mbeya, basi waache Bukoba watu wakae wazungumza. Na kama taifa lote liko kwenye hatari, basi fuata utaratibu wa kikatiba wa kutoa taarifa ya hatari kwenye nchi. Ambao ni mamlaka yapo chini ya rais. Lakini unaposikiza hoja kwamba wananchi wasiende kwenye mikutano, wasishiriki kwenye mikutano, wakafanye kazi, mimi nadhani tunakengeuka, sio tunakuwa tunashindwa kung'amua vitu vizuri. Nisije nikasema tu waziri hana akili timamu, lakini tunashindwa kung'amua vitu vizuri, si ndio hivyo? Kwamba siasa ni kazi. Kuna watu ambao ndio shughuli zao kufanya siasa, lakini mwisho wa siku kufanya siasa, kwenda kushughulika kwenye mkutano, kuhudhuria mkutano ni voluntary. Ni mtu mwenyewe anaamua, anapanga ratiba zake. Sasa nikamsikilize Heche, nikamsikilize Dr. Slaa, nikamsikilize fulani, yeye ndo anaamua. Kwa hiyo kama ana kazi atabaki kufanya kazi. Hamna mtu ambaye anachukuliwa eti usifanye kazi nenda kwenye mkutano. Hapana. Utaratibu wa kikazi unajulikana. Kwa hiyo hizo sio sababu za msingi. Ndio maana tukasema tumefungua kesi ya katiba, tusikilize sababu ni zipi. Sisi hoja yetu ni kwamba hakuna sababu za msingi ambazo zimethibitishwa. Lakini pia kumekuwa kuna swali kuhusiana na TLS, LHRC na matamko ambayo wanatoa. Nadhani kuhusu LHRC itazungumza na mkurugenzi hapa yupo. Lakini kwenda mahakamani tunawapa fursa ya kuthibitisha hicho ambacho wao wanakidai na wanakisema, na wameamua kuzuia haki za msingi za watu. Tanganyika Law Society na mashirika mengine yana wajibu wa kuhakikisha kwamba nchi hii inapata sheria bora, na ndio maana wanashiriki katika kesi mkakati kuhakikisha kwamba wanaboresha sheria za taifa hili. Lakini pia kumekuwa kuna swali la James Salvatore kwamba ni vyama gani ambavyo pia vimeshtakiwa. Tumesema tumekiweka Chama cha Demokrasia na Maendeleo, lakini pia chama cha ACT Wazalendo miongoni mwa washtakiwa. Tunataka na wenyewe waje mahakamani watoe kauli zao, wanasemaje kuhusu hii kauli. Je, wameathirika au hawajaathirika? Waje kusema. Na nikasema ni kwa nini Chama cha Mapinduzi tumekiacha. Tumekiacha sio makusudi,
Tumefanya mjadala sisi kwa kina, tumefanya analysis, tukasoma ushahidi, tukaona wao wanaunga mkono hilo tamko. Kwa hiyo kama wanaliunga mkono, inaonekana wenyewe hawajaathirika na hilo tamko. Walioathirika watakuja mahakamani, watasema ni kwa kiasi gani wameathirika. Kwa hivyo vyama viwili. Kuhusu swala la John kwenye majaji wanachaguliwa na Mheshimiwa Rais. Hilo linajulikana, limekuwa miaka mingi, tumekuwa tulikubali, tumekuwa tunalipinga. Tunahitaji katiba bora ambayo itasababisha tupate majaji bora. Lakini mwisho wa siku ndo mahakama zetu, tutafanyeje sasa? Ndo zetu hizo na ndo katiba yetu hiyo. Kwa lazima tuende mahakamani, tuendelee kudhibitisha kwa watu kwamba tumechukua hizi hatua. Wananchi wataona, wananchi watajaji. Na siku hizi uzuri kuna mitandao. Ukitoka uamuzi, wananchi wanasoma, wananchi wanaamua, hili ni sawa, hili sio sawa, huyu jaji kakosea, hapa haijakaa sawa, hapa haijakaa sawa. Na tujaamua kwenda mahakama Afrika Mashariki, tunajua kule mahakama zinachukua muda mrefu, lakini pia tunajaribu kutoa fursa kwa mahakama za ndani, tuone namna gani zinatetea haki za msingi za binadamu. Kwa sababu tunaamini waathirika wakubwa wa uvunjifu wa haki za binadamu ni wananchi wa Tanzania. Majaji nao ni wananchi. Kila mtu ni mwananchi. Kwa athari hazitukuti tu moja kwa moja. Kama hakuna mikutano vyama vya siasa, mwisho wa siku tunatokea tunapata sheria mbovu, tunapata sera mbovu, tunaacha rushwa inashamili kwenye taifa letu, tunaacha mafisadi wanashamili, wanaoathirika ni sisi wananchi. Kama iwapo hela zinatumika kwenye matumizi ambayo ni mabovu, mwisho wa siku hospitali zinakuwa mbovu, shule zinakuwa mbovu, anaathirika nani? Aathiriki jaji wa Kenya, wa Uganda wala wa wapi. Wanaathirika wananchi wa kwetu. Na ndio maana inabidi tuchukue hatua zetu ili tufix taifa letu. Asante. Vijana wangu kwa maswali mazuri.